Siku ya usikivu duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 3 mwezi Machi. Ni siku ambayo huongozwa na Shirika la Afya Duniani WHO kwa lengo la kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda afya ya masikio na kuzuia upotevu wa usikivu, na hasa katika nyakati hizi ambazo tunatumia sana hizi vifaa vya kusaidia kusikia, wale wanaofanya kazi kwenye viwanda, sehemu zenye kelele. Sasa hivi tunafahamu kwamba dunia imekuwa na kelele nyingi sana, kwa hiyo ni vizuri pia kulinda afya ya masikio ama kulinda uwepo wa usikivu. Tutazungumza haya kwa kina zaidi, tutakwambia pia hali jinsi ilivyo duniani na Tanzania, lakini kabla ya yote tukutambulishe wageni tutakao kuwa nao hapa. Anet Gerana Isaya, yeye ni mkurugenzi wa FUAVITA, yani furaha ya wanawake wajasiriamali kwa viziwi Tanzania. Nazungumza naye akiwa nchini Marekani, na kwa sababu yeye ni kiziwi basi atakuwa na Bill Bosco Muna ambaye atakuwa akimsaidia kukalimani. Wote wawili karibuni sana. Asante sana. Naam, lakini vile vile tutakuwa na Dr. Islam Inkia ambaye ni mkuu wa idara ya ENT. Nafahamu kwamba ENT ni masuala ya afya ya masikio, pua na koo. Kwa hiyo huyu ndo mtaalamu mwenyewe anayefahamu mambo ambayo yanaweza kuathiri hasa katika eneo la masikio. Karibu sana dokta. Asante sana. Lakini vile vile tutakuwa na Dr. Edwin Senguo ambaye ni mkaguzi wa afya mwandamizi wakala wa usalama mahali pa kazi, yani OSHA. Tutazungumza naye pia kwa njia ya mtandao. Tunafahamu kwamba matatizo mengine ya usikivu yanaweza yakawa yanapatikana mahala pa kazi, na hivyo basi OSHA wana kazi kubwa ya kufanya katika eneo hilo. Dr. Senguo, habari za asubuhi na karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Shukran sana. Sasa wakati tunakaribia kuanza hasa mjadala wetu, Hilda, hebu tuangalie kwanza hali jinsi ilivyo. Naam, katika takwimu kama ambavyo umeeleza, hali ikoje hasa ya usikivu, na tutaona hapa kwa mujibu wa kile ambacho kinaelezwa na ukubwa hali ya usikivu duniani inaeleza kuwa watu hasa zaidi ya bilioni 1.5 wana tatizo la usikivu duniani, na takriban watu milioni 430 wenyewe wana upotevu wa usikivu wa kiwango cha kati hadi kikubwa, ambao unahitaji zaidi kupata huduma za kitabibu ili uweze kupata nafuu. Sasa ni kwa wakati gani utamtafuta mtaalamu katika hilo, tutafahamu hapa kutoka kwa daktari. Lakini inaelezwa kwamba kufikia mwaka 2050 watu milioni 700 watakuwa na tatizo kubwa la usikivu. Sababu ni zipi? Miongoni ambazo zimekuwa zikitajwa ni matumizi wakati mwingine ya vifaa hivi vya kiteknolojia kwa sauti kubwa zaidi kama vile headsets na nyinginezo, lakini kwa usahihi pia na kwa kina wataalamu watatueleza. Lakini hizo ni miongoni mwa takwimu muhimu za kufahamu kuhusiana na hilo. Lakini sambamba na hilo, kuna makadirio hasa kwa upande wa Watanzania wenye changamoto ya usikivu, ikiwa ni kwa wastani 5 hadi 8, huku vijana zaidi ya bilioni 1 inaelezwa wako hatarini kupata matatizo hayo ya usikivu, kwa sababu pia umri huo wa vijana uko hatarini zaidi kutokana pia na vifaa hivi mbalimbali ambavyo wamekuwa wakitumia, pamoja na mazingira pia ama mtindo wa maisha ambao wamekuwa nao. Lakini wafanyakazi katika sekta ya madini na viwanda, upotevu wa kusikia ni 47%, na hapa ni kwa sababu pia ya shughuli ambazo wamekuwa wakifanya, na ni miongoni hizo mwa tafiti ya takwimu muhimu Goodluck ambazo zinaelezwa katika kufahamu hilo. Kabisa Hilda, na kama ambavyo tumeona hali ilivyo duniani, lakini pia tukikadiria hapa nchini Tanzania, lakini kubwa zaidi nimeona hapo wanaofanya kazi viwandani na kwenye migodi wako katika hatari zaidi ya kupata changamoto ya usikivu. Dr. Inkia, natamani kabla ya kupata interpretation ya hiki tulichokiona, tupate kwanza msingi mzuri kwamba tunavyozungumzia tatizo la usikivu ama matatizo yanayohusisha usikivu tunamaanisha nini? Asante sana. Kama mlivyonitambulisha, naitwa Dr. Islam Inkia, ni mkuu wa idara ya masikio, pua na koo pale Muhimbili, na Muhimbili ndio hospitali ya taifa ambayo tunasema ni mwongoza mwendo
na sisi kwa kiasi kikubwa tunaangalia afya ya sikio. Sasa hii siku ya usikivu duniani ni muhimu sana kwa sababu hii ina historia yake mpaka tumefikia hapa leo. Kimsingi ilianza mwaka 2007 huko Beijing, ambapo kuna mkutano wa kimataifa wa afya ya sikio. Kwa hiyo wakaamua kwamba kuna haja ya hii siku iwe adopted na shirika la afya duniani. Kwa hiyo wakafanya mfuatilio na mwaka 2014 shirika la afya duniani likaichukua moja kwa moja tarehe 3 mwezi wa 3 kuwa ni siku ya usikivu duniani. Kwa nini walichukua tarehe 3 sasa? Ni kwa sababu ukichukua masikio mawili ukayaunganisha yanaweka umbo la 3. La 1 2 3. Kwa ukachukua sikio la kulia na kushoto ukiunganisha na maana yake inakuwa kama 3. Kwa ndo maana hii siku inaadhimishwa mwezi wa 3. Agoto tu masikio mawili. Yes. Sasa kimsingi duniani watu bilioni 1.5 wana tatizo la usikivu kwa njia moja au nyingine. Na katika bilioni 1 na milioni 500, watu milioni 430 wana shida inayohitaji tiba duniani. Watu milioni 430. Ni watu wengi sana. Ni watu wengi sana. Sasa bahati mbaya sana kwenye hizi nchi zetu ambazo tunasema kwamba ni za kati na maskini ndio zinachukua 80% ya hili tatizo. Na kwa Afrika watu milioni 39, tuseme sasa hivi milioni 40 wana tatizo la usikivu. Ambapo ni kama 4% ya wananchi wote wanaishi katika bara la Afrika. Sasa unaweza kuona tatizo. Lakini bahati mbaya zaidi na kama hujaendelea daktari, kuna uhusiano gani kati ya umaskini na matatizo ya usikivu, au ndio ile wanasema kwamba tajiri hakai sana kwenye makelele? Hapana. Itaelezea baadaye. Lakini nataka kusema ni kwamba katika watu milioni 39, 80% wapo Afrika, wako ni watoto. Na hizi 80% ni vitu ambavyo tunasema viko preventable, vinaepukika kutokana na hii shida ya usikivu. Hizo zilibaki 20% ni changamoto ambazo hizo haziepukiki, ni kuzaliwa au kumetokea kitu ambacho ni ajali, lakini 80% zinaepukika. Sasa kwa nini umaskini? Ni kwa sababu 1% kubwa pale mwimbili ya wagonjwa ambao tunaona ni shida ya usikivu inatokana na umaskini. Na uhusiana vipi sasa? Matatizo ya afya ya sikio, uelewa wa watu wa Tanzania wale wa hali ya chini, uharaka wa kufuatilia tiba, lakini pia mazingira wanayoishi. Tunasema watoto wote wanaozaliwa, ukichukua watoto 10, watoto 7 watapata infection au maambukizo ya sikio kabla ya kufikisha birthday ya 5. Yaani kabla ya miaka 5 mtoto anapata infection ya sikio. Na hatari zinakuwa wapi za kusababisha hilo? Sasa ndo tunaelekea huko. Kwa nini? Ni kwa sababu mtoto anaponyonya, mama kama hamweki vizuri, yale maziwa yanaenda kwenye sikio, yanasababisha maambukizi ya sikio. Tunataga ni otitis externa, ni infection ya sikio la nje. Lakini pia kuna mafua, kuna uhusiano moja kwa moja kati ya pua na sikio. Kwa mtu anapopata maambukizi ya mafua yakatengeneza mazingira ya infection kwenye mfumo wa pua, yale maambukizi yanaweza kwenda kwenye sikio la katikati, tunataga otitis media. Ndo mambo haya. Sasa kwa watu ambao wanauelewa haraka au ambao kidogo wana elimu, wanafuatilia haraka mtoto kwenda kumtibu. Okay. Lakini wengine wale wa kima cha chini au hali yetu ya umaskini wanakuwa hawaendi hivyo. Lakini kuna vitu vingine, kwa mfano kama infection, meningitis, chanjo. Kuna chanjo nyingi ambazo tunawachoma zinaondoa meningitis. Meningitis ni maambukizi kwenye ubongo. Sasa haya yanaepukika kama mtu anafuatilia chanjo vizuri, kwa sababu kuna chanjo zile mtoto anazopewa akiwa mdogo. Sasa bahati mbaya sasa kuna watu ambao hawafuatilii hizo chanjo. Ndio maana nasema umaskini pia unachangia kwenye hali. Okay. Na katika hili pia tusikie kutoka kwake Dr. Edwin Senguo ambaye yeye ni mkaguzi wa afya mwandamizi na wakala wa usalama wa afya mahala pa kazi. Na tumeona hapo kuna baadhi ya kazi ambazo zimeweka hatarini hasa watu kupata tatizo hili la usikivu. Ni kwa namna gani mmekuwa mkifanya hasa ukaguzi na kuhakikisha mazingira ya kazi yanakuwa salama? Asante ndugu mtangazaji.
Wakala wa usalama na afya mahali pa kazi kama ulivyoeleza, OSHA ina jukumu la kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanakuwa wanalindwa dhidi ya vihatarishi vinavyopatikana katika maeneo ya kazi vinavyoweza kusababisha magonjwa au ajali. Kwa hiyo katika muktadha wa mazingira ya kazi na swala linalozungumziwa leo la usikivu, vihatarishi mbalimbali vinaweza vikapelekea kupata upungufu wa kusikia au kupoteza uwezo wa kusikia katika mazingira ya kazi, kama ambavyo ameshaeleza baadhi kwamba mazingira yenye kelele yanaweza yakachangia kupelekea mtu kupata upungufu wa kusikia. Kwetu sisi hicho ni kihatarishi cha aina ya kifizikia, lakini vile vile tunatambua kwamba pia kemikali zipo katika mazingira ya kazi ambayo pia vinaweza zikasababisha au zikachochea tatizo la kusikia. Mtu ambaye anakutana na baadhi ya kemikali alafu vile vile pia yupo kwenye mazingira ya kelele, anaweza akawa amekutana na kelele kidogo, lakini kwa kuwa pia anakutana na zile kemikali, basi uwezo wake wa kusikia ukashuka kwa haraka kutokana na mchango wa kemikali pamoja na zile kelele. Kwa hiyo vinaweza vikafanya kazi kwa pamoja kwa kusaidiana kuharibu afya ya sikio. Lakini vile vile kuna vihatarishi tunatambua kama vya kimechanical. Kwa mfano, mtu anaweza akapata ajali kazini, akaumia kichwa, akajikuta amepata matatizo ya kusikia kutokana na hiyo. Na vingine vya kibiolojia ambavyo sio common sana katika mazingira ya kazi, lakini amezungumza Daktari Dr. Nkya, navyo vinaweza vikapelekea pia mtu akapata upungufu wa kusikia. Na tunatambua pia na umri pia unachangia katika kufanya mtu anaweza akapungua uwezo wa kusikia umri unavyozidi kwenda. Lakini OSHA inafanya nini? OSHA kwanza kabisa tunatoa elimu kwa wafanyakazi, tunafanya kwa waajiri, kwa waajiriwa na kwa jamii kiujumla, kuhakikisha kwamba wanatambua uwepo wa hivi vihatarishi na jinsi ya kujilinda navyo. Lakini vile vile OSHA inafanya kaguzi, kuna kaguzi za usalama na kaguzi za afya. Kaguzi za usalama zinaenda kuangalia vihatarishi na vinavyoweza vikapelekea mtu kupata matatizo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na matatizo ya kusikia. Lakini pia kaguzi za afya, tunafanya ufuatiliaji wa afya za wafanyakazi. Kuanzia mtu anapoajiriwa, anatakiwa apimwe afya yake, aweze kujulikana kama ana upungufu labda wa kusikia kwa muktadha huu wa kusikia. Lakini vile vile afuatiliwe wale ambao wanaendelea wanafanya kazi kwenye mazingira yenye kelele, wanatakiwa tunashauri watu kutumia njia za kihandisi kama isolate, yani kutenga yale mazingira yenye kelele na mfanyakazi, kutumia mbinu za kiutawala kama kuwapa elimu wafanyakazi, kuwaweka kwenye shift, mfanyakazi asifanye muda mrefu katika mazingira yenye kihatarishi kimoja kiasi cha kumpelekea kupata madhara, kwa sababu pia mwili una tabia ya kujiponya, kurecover kutoka kwenye stress au injury mbalimbali ambazo zinatokea kwenye mwili. Kupona ni nature ya mwili katika survive. Kwa hiyo mfanyakazi anayekaa kwa threshold shift, yani kama unaweza kuwa na utakubaliana na mimi ndugu mtangazaji, ukienda kwenye sehemu yenye kelele muda mrefu, baada ya muda fulani unaweza ukajikuta unajihisi kama vile hausikii vizuri kutokana na zile kelele za pale ulipokwenda, labda walikuwa ni wanapiga muziki mkubwa au kuna makelele ya aina yoyote ile. Lakini ukienda sehemu yenye utulivu, baada ya muda usikivu wako unarejea. Kwa hiyo kuna watu ambao wanakuta wana hiyo temporary threshold shift, lakini nikiashiria kwamba inabidi kuwa makini asije akaingia kwenye ule upungufu ambao ni wa kudumu, yani permanent hearing loss ambayo inatokana na vihatarishi. Kwa hiyo kwa kifupi, ndugu mtangazaji, OSHA inatoa elimu, inafanya tafiti, inafanya kaguzi za kiusalama, kaguzi za kiafya, yani upimaji afya za wafanyakazi, na kutoa ushauri ili kuweza kulinda afya za masikio ya wafanyakazi. Asante Dokta, tutarejea kwako. Kwa sasa tumkaribishe pia na kuungana na Annette Gerana Isaya ambaye ni mkurugenzi wa Afua-Vita, furaha ya wanawake wajasiriamali kwa viziwi Tanzania, na yeye akiwa masomoni hivi sasa
akisomea shahada ya uzamili ya masomo ya maendeleo ya kimataifa kule Marekani katika chuo pekee cha viziwi duniani. Atatueleza pia na kutupa simulizi ya kile ambacho alipitia. Na kwako Anet, pengine tupate simulizi ilikuwaje, kwa sababu awali inaelezwa kwamba hali yako ilikuwa vizuri, lakini baadaye ikaja kubadilika na ukapata hali ya usikivu kupotea. Nashukuru kwa nafasi hii. Kama mwandishi wa alivyozungumza na kunitambulisha, jina langu naitwa Anet Gerana Isaya. Mimi ni Mtanzania. Kwa hivi sasa niko nchini Marekani nikisoma. Ni kweli nimesikia madaktari wakieleza kuhusiana na changamoto mbalimbali ambavyo watu wanapoteza usikivu. Mimi nilizaliwa nikiwa mtu mzima, na nilipofikisha umri wa miaka 5 niliugua ugonjwa ambao unaitwa kwa Kiswahili unaitwa matumbwitumbwi, lakini kwa Kiingereza unajulikana kama ugonjwa wa mumps. Na kwa hiyo wataalamu wa afya Naam, ndio, karibu. Unaweza kurejea pale kwenye Anet, unaweza kurejea pale kwenye wataalamu wa afya, maanake tulipoteza kidogo mawasiliano. Karibu. Asante. Nasema wataalamu wa afya kama walivyofafanua kwamba upotevu wa usikivu unasababishwa na aina mbalimbali, na kwa mimi binafsi nilipata wa homa kali ya huo ugonjwa wa matumbwitumbwi, na kitu kingine ambacho kinasababisha ni kwamba lishe duni pia inaweza kumsababishia mtoto kupoteza usikivu. Vile vile watu wengine wanapata ajali. Kwa hiyo kwa hali ambayo ilinipata mimi, nilipata huu ugonjwa wa matumbwitumbwi, nikaugua, nilivimba mashavu, na kuanzia hapo nikawa kiziwi. Lakini kabla ya hapo nilikuwa ninasoma shule na changamana na watoto wenzangu ambao wanasikia, na baada ya hapo ya kupata ukiziwi, basi wale wenzangu wakaanza kunitenga, na baadaye jamii ikawa imesema mimi nimelogwa. Kwa hiyo jamii na wazazi wangu, majirani wakawa wanasema kwamba mimi nimelogwa. Kwa hiyo wakawa wanasema tukupeleke kwenye makanisa uweze kuombewa. Kwa vitu kama hivyo vinawachanganya watu wengi. Kwa hiyo upotevu wa kusikia wakati mwingine hauna tiba. Ukishapata hiyo hali, unapaswa kuanza kujifunza lugha ya alama. Mara nyingi wataalamu wa afya wanasisitiza kwamba wanaweza kutibu kwa kufanya operation na kupandikiza mashine sikio ambayo inaweza kukusaidia kusikia. Kwa hiyo sisi, kwa upande wangu, naona hiyo hali, japokuwa nilipokuwa nasoma shule nilikuwa napewa hizi shime sikio, lakini hazikuweza kunisaidia. Kwa hiyo nilijifunza lugha ya alama ili niweze kuwasiliana na wenzangu, na nilipokuwa nikisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam nilikuwa naingia na mkalimani kwenye darasa.
na vile vile ningependa kuwaambia jamii kwamba unapoona mtoto wako ni kiziwi, basi ni vizuri ukampeleka kwenye shule maalum za viziwi. Kwa hiyo wazazi wangu walipogundua kwamba mimi ni kiziwi, walinipeleka shule ya viziwi Tabora. Kwa ni shule ya viziwi Tabora, ambapo nilianza darasa la kwanza mpaka la 7 nikasoma shule ya viziwi, lakini baadaye nikaenda shule ya Ruvu Sekondari. Hapo tulisoma kwenye shule jumuishi ambayo tulichangamana na watu wanaosikia na sisi viziwi. Kwa hiyo kweli mazingira ni magumu. Wakati mwingine walimu wanafundisha bila kutumia lugha ya alama, wanatumia kuongea na bila kutambua kwamba darasani kuna watoto viziwi. Kwa hiyo nilipata changamoto na ikanisaidia kuendelea na masomo yangu. Hatimaye nikaenda Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama kiziwi wa kwanza ambaye nilikuwa natumia mkalimani. Kwa hiyo na kuweza kufungua milango mingine kwa viziwi wengine kuweza kusoma pale katika ile chuo cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na chuo kiliweza kuajiri wakalimani mbalimbali na mpaka sasa hivi kuna viziwi wengi ambao wamejiunga katika kile chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo na baada ya hapo nilipata changamoto ya kupata ajira, na kupitia hapo nikajifunza masuala ya ujasiriamali, kutengeneza bidhaa mbalimbali na hatimaye kuuza. Lakini kupitia hapo ndipo mashirika na watu mbalimbali waliona uwezo wangu, na hatimaye niliajiriwa rasmi kama afisa maendeleo ya jamii, na kwa hivi sasa niko Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na sasa nina likizo ya masomo ambayo ninasoma Chuo Kikuu kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo ninasisitiza zaidi, hasa kwa mfano katika hichi chuo cha hapa Gauland nchini Marekani, ni chuo cha viziwi tu. Kwa wafanyakazi wao ni viziwi, walimu ni viziwi na kuna wakalimani. Kwa chuo hichi ni jumuishi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ukipata mtoto kiziwi usihamaki au kufikiria kwamba basi mtoto wangu amepata ukiziwi basi ndio mwisho wa maisha. Kuna wakati mwingine mfano mimi walinipeleka kwenye makanisa kuombewa, lakini sikupona. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza njia mbadala, hasa kujifunza lugha ya alama. Na sasa hivi naona maisha yanaendelea vizuri. Asante sana Anne, tutarejea kwake. Na hapo Daktari amegusia kuhusiana na swala la tiba kupitia vifaa saidizi vya usikivu ambavyo vimekuwa vikitumika. Si kila mmoja inakuwa inamsaidia. Nini hutokea katika utofauti huo? Nashukuru, labda nilikuwa naomba niseme jambo moja na tuelewane vizuri. Kwa kawaida binadamu anapozaliwa, ile sehemu ya ubongo ambayo inahusika na lugha, wewe unakuwa unaongea Kichaga, unaongea Kizaramo, unaongea Kiingereza, Kiswahili, baada ya miaka 5 mpaka miaka 6 inakuwa kama mtu hajawahi kusikia kabisa, inakuwa tayari machua. Kiswahili chake ni kwamba ilishakoma. Kwa maana nyingine, huyu ni mtu ambaye hawezi kujifunza lugha. Anaweza kuwa anasikia lakini hawezi kujifunza lugha kwa sababu ile sehemu ilishakoma. Sasa kuna aina mbili pia ambazo ningeziongelea za mambo ya usikivu. Kuna usikivu ambao tunasema ni preventable, unazuilika. Ni mtoto amepata maambukizi kwenye sikio, ngoma ya sikio imepasuka. Tunatibu 60% ya ngoma za sikio. Ukimtibu mtoto vizuri na maji yasipoingia kwenye sikio, inarudi yenyewe inafunga. Ile ambayo inabaki nyingine tunafanya operation. Yawe ni mtu mzima au mtoto, tunamwekea ngoma nyingine. Kwa sikio la katikati na sikio la nje, kwa sababu sikio limegawanyika sehemu kuu 3. Mara nyingi changamoto zinatokea kwenye hilo eneo zinatibika. Kitu kinachotokea kwenye sikio la ndani ambalo lipo kwenye ubongo lina changamoto kuu 2-3. Ya kwanza ni sehemu ambayo inahusika na balance ya mwili wako. Lakini pia ni sehemu ambayo kuna mishipa ya fahamu ambayo inahusika na usikivu. Sasa unapoumwa aina ya ugonjwa kama uliopata Anne, nasema ni mumps, ni viral. Virus wana tabia ya kuzalisha zile sumu. Kwa zile sumu zinaenda kuathiri ule mshipa wa fahamu unaohusika na kusikia, unauharibu kabisa. Kwa hiyo ukipata aina hii
hii ni hali ambayo tukikuwekea mashine za kusikia zitakusaidia. Hata tukikufanyia operation tuwekee nasema ni sikio bandia kwa maana ya cochlear implant haitakusaidia. Kwa hiyo kuna aina ya usikivu ambayo tunasema kwake ni rehabilitation. Sasa rehabilitation ni tiba shufaa. Zipo za aina nyingi. Moja hapo ambayo tunaitegemea sana pale hizo nyingine zinaposhindikana ni alama ya lugha. Kama ambayo Aneta anaisoma na ndugu yangu Muna yuko hapa. Na kuna ile nyingine ambayo rehabilitation au tiba shufaa ni mashine ya usikivu. Ni kwa sababu sikio la ndani likishaathirika hakuna dawa unaweza kumwandikia mgonjwa akapona au mtu. Kwa hiyo unafanya rehabilitation, tiba shufaa, ambayo ni mashine ya kusikia au ni cochlear implants, ambazo zote zina gharama. Kwa hiyo nilikuwa naomba ieleweke kwanza hivyo ili tuwe kwenye wakati mzuri. Sasa kuna aina pia ya usikivu ambao alikuwa anaongea ndugu yangu Dr. Edwin Senguo, ambao sasa hivi ndo hatari zaidi tunaiona, ambao ni ya kelele. Na hapo tutarejea Dokta baada ya mapumziko mafupi. Hapo kwenye kelele ndo patamu. Kwenye kelele kwa sababu watu huenda kwenye maeneo mbalimbali, mtu anapenda mwingine kukaa karibu na spika na kuweka sauti kubwa na vitu kama hivyo. Na bado tuko hapa na mjadala kuhusiana na siku hii ya usikivu duniani. Tutarejea baada ya mapumziko. Asante kwa kuendelea kusalia nasi. Leo ni siku ya usikivu na ni muhimu kufahamu kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanazungumzwa kwa sababu wapo pia ama ipo idadi ya watu ambao wako hatarini ikiwemo vijana, lakini baadhi ya ajira ya makazi pia ikiwemo kule migodini ni miongoni mwa maeneo ambayo yanatazamwa kuwa na hatari hiyo. Na tuko hapa na wadau kuzungumza kuhusiana hili. Na kabla ya mapumziko, daktari, ulikuwa unazungumza kuhusiana sasa na wale ambao wamekuwa wakitumia vifaa hivi mbalimbali kwa sauti kubwa na wanaokaa kwenye makelele pia. Na wanaokaa kwenye makelele. Asante. Nilikuwa naongelea swala la kelele kwa sababu ni sehemu ambayo sio Tanzania tu, lakini tunaanza kuona trendi ya hali ilivyo, kwamba tulikuwa tunaona hizi maambukizi, sijui mambo ya kuzaliwa ndio alikuwa anachukua nafasi kubwa ya tatizo la kusikivu. Lakini kadri dunia inavyokuja juu sasa hivi na dunia inavyozidi kwenda mbali, tatizo kubwa tunaloona sasa hivi kwenye hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, tunaanza kuona changamoto ya kelele ambazo zinasababisha usikivu, na ambako bahati mbaya sana ni usikivu tunasema ni permanent. Na bahati mbaya nyingine ni kwamba kadri mtu anavyopata changamoto za usikivu kutokana na kelele, yeye mwenyewe hajui wala hatambui. Kwa hiyo anapokaa kwenye kifaa kile kinachotoa sauti, kwa mfano kama ni TV, anasikiliza Azam TV, kazi yake iko na remote, anaongeza sauti kwa sababu yeye hajitambui kama usikivu wake uko chini. Ni kama ambavyo ukiwa na mtu mzima, wazee, anafungulia TV kwa sauti kubwa, yeye inawaumiza, lakini yeye mwenyewe hajui kwamba hana shida ya usikivu. Sasa hata watu ambao wanatumia hizi headphone chini zinakuambia kabisa kwamba sasa hivi unaanza kuingia kwenye usikivu hatarishi ambao utaharibu sikio lako la ndani. Sasa ukitumia hizo ni zile simu, sio vifaa vya mawasiliano. Kuna vifaa vingine hata ukiongeza havikuambii. Sasa sauti inaongezeka. Kazi ya OSHA sasa inatakiwa ni lazima hapo waanze kutoa hiyo elimu. Lakini tunasema unapokaa kwenye kelele kwa masaa 8, kwenye sikio la ndani la kwako kuna vitu hair cells zinaanza kupata uchovu. Zikipata uchovu zinaanza kuzalisha sumu. Zile sumu masaa 8 kwa mfululizo. Masaa 8 mfululizo. Okay. Kwa hiyo zinaanza kuzalisha sumu, zinaanza kuua ile, lakini lazima ujikinge na sauti. Na unafahamu vipi kiwango chako kimepungua? Kuna vipimo mahususi? Naam. Kwa kawaida pale Muhimbili tuna vipimo ambavyo unaweza ukawa unamfanyia mtu, unajua kabisa kwamba usikivu wake uko chini. Lakini pia kinakuonyesha kabisa ni sikio la nje, la kati au la ndani ambalo lina changamoto. Na kwa kawaida ajira yoyote unapoajiriwa kisheria, na sheria za Tanzania zinasema kwamba kabla hujaajiriwa ni lazima, kama unaajiriwa kwenye kiwanda au kwenye industry ambayo ina makelele, ni lazima upimwe usikivu. Kabla hujaajiriwa, periodi kila mwaka lazima upimwe, na siku ambayo unaacha ajira inatakiwa upimwe pia usikivu. Na hizi ni sheria za Tanzania, ziko wazi kabisa. Sasa bahati mbaya sana baadhi ya waajiri wafanye hivyo, lakini na pia baadhi ya watu hawazingatii. Na OSHA ndio inafanya jukumu lake kubwa, lakini haiwezi kuwa kila wakati ipo sehemu zote. Mimi nimefanya kazi kwenye taasisi ambayo ilikuwa
ni eneo ambalo lina kelele, lakini kuna changamoto nyingi pia ambazo zinawakumba watu. Kuna mtu ambaye kwa sababu anataka apate hela zaidi anafanya overtime, maanake anakaa kwenye kelele zaidi ya masaa 12 bila kujali afya yake ya sikio. Lakini pia kuna mtu akipewa vile vifaa vya kuzuia kelele nyingi kwenye sikio, tunasema kama zile earmuffs za kuvaa au za kuingiza ndani zimsaidie, yeye anaona kama zinamkera, anazivua. Ikiwa nilikuwa nafanya kazi kwa kuna watu wa safety officer, lakini kuna watu 4000 ndani ya hiyo. Kwa hiyo hata kama safety officer hawezi kukaa kila wakati. Kwa hiyo tunaposisitiza ni kwamba linda sikio lako kwa ajili ya afya yako ya kesho ya sikio lako. Sawa sawa kabisa. Anet, tumeona kwamba una jambo pia hapo wakati daktari alikuwa anaeleza la kutuambia. Karibu. Kweli kabisa, nimemsikiliza daktari vizuri kuhusu kwa mfano kwa viziwi pale tunaposema utengamao wa afya ya sikio. Ni kweli hata mimi hivi vifaa nilipewa nilipokuwa nasoma shule ya Tabora, na yapo makampuni mengi ambayo yanakuja hapa nchini Tanzania yanagawa hivi vifaa, na mara nyingi viziwi wanachukua hivi vifaa na kwenda kuviuza kwenye maduka ya madawa. Yanaonyesha si msaada kwao. Kwa hiyo nilipoingia pale chuo kikuu Mlimani, mama mmoja alinionea huruma, alinipa hii shimesikio. Kwa hiyo mimi nikawa naivaa. Sasa hii mashine ilikuwa inaunguruma ndani, nikiivaa inapiga kelele. Sasa inapiga kelele, inanisumbua, kichwa changu inasumbua. Kwa hiyo mimi sikufurahi. Matokeo yake ile shimesikio nikaenda kuiweka kabatini. Kwa upande wa viziwi, maana mimi kama mkurugenzi wa shirika la viziwi, kuna malalamiko ambayo yamewahi kuja kwamba kuna baadhi ya viziwi walikuwa wanatumia hizi shimesikio kwa kipindi kirefu, na walikuwa wana uwezo hata gari ikipiga honi huyu mtu anaweza akasikia ile honi, lakini kwa bahati mbaya baada ya kutumia hii mashine kwa muda mrefu ule uwezo wake wa kusikia ukawa umepungua. Kwa hiyo mimi nikipenda kuiasa jamii kwamba changamoto ya aidha mtoto kiziwi anapoipata au mtu ambaye amepoteza usikivu, sisi tunaamini katika kujifundisha lugha ya alama. Tunaamini kujifundisha lugha ya alama. Kwa hiyo wapo viziwi kama daktari alivyoweza kufafanua aina mbalimbali za viziwi. Wapo viziwi ambao wamezaliwa wamepata ukiziwi kabla ya kuzaliwa, na wapo viziwi ambao wamepata ukiziwi baada ya kuzaliwa na kabla ya kufikisha miaka 7, ambao hawa wameikamata lugha lakini hawajaielewa kwa ufasaha, na wapo viziwi ambao wameupata ukiziwi ukubwani kabisa. Kwa hiyo hawa pengine wanaweza wakatumia zile shimesikio kwa kipindi maalum kama daktari alivyoweza kushauri kwamba unaweza ukatumia pale ambapo unataka kuongea lakini au unataka kushiriki mkutano, lakini usivae kwa muda wote. Inaweza pia ikakuletea athari zaidi. Kwa hiyo inaweza nikasema kwamba kupitia shirikisho la viziwi duniani, hili linasisitiza kwamba viziwi waweze kufundishwa lugha ya alama, kwa sababu hawa viziwi, kwa mfano kiziwi aliyezaliwa akiwa tumboni, moja kwa moja tunaona msaada wake mkubwa ni kumfundisha lugha ya alama ili aweze kuchangamana na wenzake. Kwa hiyo hilo tuchukue tahadhari pale ambapo tunatumia hizi shimesikio. Sawa sawa, shukrani sana, asante. Naweza kuongeza kitu? Tutarejea kwako. Karibu daktari. Asante. Tuna changamoto moja kubwa Tanzania, na changamoto ambayo sisi hata Muhimbili tunaiona ni kwamba usikivu upo wa level tofauti tofauti, kwa kiwango tofauti tofauti. Sasa bahati mbaya sana kuna watu wanatoka duniani huko wanakuja na misaada ya hizi mashine, wanazigawa. Na hizi mashine ni kama ilivyo gari, kuna gari nyingine ni used,
anatafuta tu sehemu ya kuja kuitupa. Lakini pia kuna gari nyingine ni bora, nyingine sio bora. Sasa kuna aina ya mashine ambazo tunazoziona wanagawa, kama kuna watu huko mtaani wanazitoa. Hizo mashine sio mashine. Kuna vitu vinatoka tinnitus maskers. Kuna watu ambao kwa njia moja au nyingine masikio wanapiga kelele. Kitabu kinatoka ni tinnitus. Mtu anasema kama yani kama sauti ndogo kwenye sikio. Sasa kuna baadhi ya mashine zilizoko nyingine kazi yake ni kusaidia kumpunguzia mgonjwa ile shida anayoipata ya kelele kwenye sikio, na sio kumsaidia kwenye usikivu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kabla hujapewa mashine kuna vigezo inavyotakiwa tukufanyie na Muhimbili tuseme. Na ndio maana kuna mtu anakuja Muhimbili tunamwambia mama, huyu mtoto wako mpeleke kwenye shule ya maalum Buguruni, kuna shule ipo Patandi ambako ni za viziwi, kwa sababu hakuna namna ambayo hata tukifanya chochote kitaweza kusaidia. Na kuna yule ambaye tunamwambia huyu tunampa mashine zitamsaidia. Na mashine kama nilivyosema, kuna ambayo mtu ambaye ana usikivu mdogo tunasema ni mild to moderate, mashine yake inakuwa hivyo hivyo, ni mild to moderate. Kwa hiyo mtu ambaye ana severe to profound, huyu mtu anatakiwa mtu mashine ambayo ni super power, ambayo inaweza ikasaidia ili tatizo lake la usikivu. Sasa bahati mbaya mtu una changamoto kubwa ya usikivu, alafu unapewa mashine ambayo ina uwezo mdogo, inaishia kukupigia kelele. Na bahati mbaya pia hizi mashine kuna za digital na kuna zile nyingine tunasema ni za analog. Kwa ile analog unamvalisha tu mtu anaondoka nayo, lakini ile ya digital unatakiwa ujue shida yake ya usikivu kwa kiwango gani, alafu uiseti kwenye kompyuta ili isije kawa kero kwake. Sasa elimu yote hii haiko mtaani kabisa daktari. Sasa turejee kwa Dr. Edwin Senguo ambaye ni mkaguzi wa afya mwandamizi wa Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi. Tumeona kwamba asilimia watu ambao wanafanya kazi migodini na viwandani wana asilimia 47 ya kupata matatizo ya usikivu, lakini tuna changamoto pia nyingi za watu wanaopata matatizo ya usikivu wakiwa kazini. Dokta, mnaweza vipi kama OSHA, mnaweza vipi kuzuia hisia kwamba hamjafanya vya kutosha katika kukagua na kudhibiti hali zilivyo kwenye sehemu za kazi? Dokta, umemute mic kwenye Zoom yako, tafadhali unmute ili tuweze kukusikia. Asante ndugu mtangazaji. OSHA kama nilivyoeleza hapo mwanzo ina jukumu la kuhakikisha waajiri wanazingatia sheria ya usalama na afya mahali pa kazi. Nataka kufahamu mmefanya vipi sasa jukumu hilo? Yes. Sasa nakuja huko bwana mtangazaji, kwamba OSHA inafanya kaguzi, inatoa elimu, lakini sheria inasema jukumu la kulinda mfanyakazi dhidi ya vihatarishi ni la mwajiri. Mwajiri ndiye ambaye anajua process za day to day kuanzia siku hadi siku zinavyokwenda. Kwa hiyo sisi tunapokuja pale tunaweza tukaja labda mara moja kwa mwaka au hata kama ni mara mbili kwa mwaka, lakini hatutokaa pale kila siku mpaka siku 365 za mwaka zikaisha. Kwa hiyo kuna mabadiliko mengine yanatokea immediately OSHA ametoka jana, kesho yanaweza yakawa tofauti. Kwa hiyo inaweza ikatokea. Sisi tunapokea taarifa kutoka kwa wafanyakazi, tuko tayari, ofisi zetu ziko wazi. Mtu anapoona mazingira yake ya kazi hayako salama, yana vihatarishi au yanamweka hatarini, anaruhusiwa na anakaribishwa kutoa taarifa, na kuna namba za siri ambazo ziko mtandaoni, tunapokea na tunafanyia kazi. Tunajua visababishi vya kutokusikia katika mazingira ya kazi sio tu kelele, hata kemikali zinaweza zikasababisha hata ajali, mtu anaweza akapata na anaweza akajikuta anapoteza uwezo wa kusikia. Na mpaka sasa hivi Dokta, katika hilo mpaka sasa hivi sasa ni watu wangapi ambao mmeshawawajibisha ama waajiri wangapi ambao mmechukua hatua kwao baada ya kuona kwamba hawajakidhi yale matakwa ya usalama na afya mahali pa kazi, hasa kwenye upande wa usikivu? Hatua ziko za aina tofauti. Ni waajiri wengi tunawachukulia hatua. Kwanza tunatoa notice ya improvement, lakini vile vile tunaweza tukatoa fine za papo kwa hapo, lakini vile vile tunaweza tukasimamisha process ambayo ni hatarishi. Kwa hiyo kutegemeana na kinachokutwa katika ukaguzi,
ndio kinaweza ka trigger ni hatua gani ambayo inaweza kuhitaji kuchukuliwa kwa mwajiri husika. Yeah. Labda tuliweke hivi, ni cases ngapi mpaka sasa, ama kwa takwimu ama kwa namba zinazohusu masuala ya afya ya usikivu ambazo kama OSHA mmezitatua ama mmezibaini kwenye maeneo ya kazi mpaka sasa? Kesi ziko nyingi, lakini kwa wastani sisi tuna katika maeneo ya kazi hizo takwimu ambazo zimeonekana hapo ni kubwa kuliko ambazo sisi tunakutana nazo. Takwimu zinaonyesha takriban nusu ya watu wanapata matatizo ya usikivu. Unajua unavyoongelea nusu, ndugu mtangazaji, 47% ni nusu ya waliokuwa exposed. Yaani kwamba tukipeleka watu 10 kwenye eneo lenye kelele, 5 wanakuja na matatizo ya usikivu. Nadhani hapo kuna haja ya kudefine vizuri. Ulikuwa unaangalia watu gani, ulichagua sample kwa mtindo gani, na walikuwa exposed kwenye namna gani. Hizo zinaonyesha kwamba yani 47% ya watu ambao wanafanya kazi viwandani na migodini wapo kwenye hatari ya kupata changamoto za usikivu. Ndio interpretation yake. Wako kwenye hatari, that means they are exposed. Lakini sio kwamba wamepata upungufu wa usikivu. Ndio. Okay, hapo naweza nikakuelewa kwamba that is possible. Lakini sisi tunatambua hilo, na ndio maana tunalifuatilia kila mwaka na tunachukua hatua, ndugu mtangazaji. Tunachukua hatua kulingana na matatizo yanayokutwa au na hatari zinazokutwa pale. Sawa. Umezungumza pia kuhusiana na wafanyakazi ambao wanaona kama katika sehemu zao za kazi zina changamoto zinazoweza kuwasababishia matatizo ya usikivu, kwamba waje kuripoti kwenu. Mwamko mnaona ukoje kwa wafanyakazi wenyewe kuja kuleta malalamiko kwenu? Mwamko unaenda unaongezeka siku hadi siku. Mwamko unaenda unaongezeka siku hadi siku. Zamani ilikuwa ni adimu kupata malalamiko, lakini sasa hivi malalamiko tunayapata. Mengine yanakuwa ni halisi, ni genuine, lakini kuna mengine yanakuwa sio, lakini yote tunayapokea na tunayafanyia kufuatiliaji, kujiridhisha, kwa sababu ndio kazi yetu. Sasa daktari, sasa daktari, tukija pia kwa daktari katika hilo, tunafahamu kwamba kinga ni bora kuliko kuanza kutibu tatizo. Na kwa watu ambao katika mazingira kama haya, ni namna gani ambavyo wanaweza wakajikinga sasa kuweza kuwa katika mazingira ya kutopata hizo changamoto za usikivu, watu ambao wako exposed kwenye mazingira ya hatari kama sehemu hizo za kazi? Mimi naamini jambo la kwanza ni kumwajiri kwanza wakinge wafanyakazi wake, kwa sababu bado anawahitaji. Lakini pia kila siku ambayo mtu anakosa kazi kwenda hospitali au kwenda OSHA au kwenda WCF, maana yake uzalishaji kwa mwajiri unapungua. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mwajiri aendelee kusimamia wafanyakazi wake na wapende. Na jambo la pili ambalo kama nilivyosema ni hii ambayo wanaifanya OSHA. OSHA wanaweza wakaendelea kuongeza nguvu kuhakikisha kwamba zile periodic medical examinations zinafanyika kila wakati na workplace inspections. Na ya tatu ambayo nilikuwa nasema, unaweza kuwa na vitu vyote hivi, lakini mtu pekee ambaye unaweza ukajipenda wa kwanza ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo unapoona unafanya kazi kwenye mazingira yenye kelele au unaona mazingira yako yanakupa hatarisho zozote, wewe ni Mtanzania, sheria inakuruhusu kwenda popote kupata tiba. Hakuna sheria inakulazimisha uende tu Muhimbili. Wewe unaweza kaamua kaenda sehemu yoyote kupata tiba. Kwa hiyo tunasema ile second opinion ni nzuri sana. Lakini na Watanzania tuna changamoto zetu. Tunaenda tu hospitali tukiwa tunaumwa. Yaani mtu anayekuja hospitali, hakuna mtu anayekuja hospitali anakuambia sisi tunataka kufanya medical check up. Hapana. Wewe kwako hajawahi kuja kumuona mtu? Sijawahi kumuona. Mtu anakuambia tu mpaka sasa mpaka sasa hivi anakuambia kichwa kinauma. Yaani mtu akipigia simu anakuja kwa sababu kuna jambo. Sasa unamwambia kama gari tunaipeleka garage, you have also kuhakikisha kwamba mwili wako at least kila mwaka nenda fanya vile vipimo vya kawaida kabisa. Kifua, maini, moyo, masikio, macho, afya ya kinywa. Hiyo ni vitu ambavyo ni basic, ambavyo ni muhimu sana watu waangalie kabisa. Na dokta, pia kuna sasa hivi kuna wimbi kubwa la matumizi ya vifaa vya kusikilizia, headphones, earphones, headsets na nini. Unashauri vipi kuhusu matumizi hayo kwa ufupi? Mimi nashauri tunaendelea kutoa elimu, kwa sababu bahati mbaya au bahati nzuri hawa vijana ambao wanakuwa sasa hivi ni vitu ambavyo ukitembea unakuta mtu amekivaa na anafurahia kabisa barabarani na anafurahia, lakini kinakupa starehe ya muziki.
lakini tungetamani sana na tunaomba, kwa sababu tuko kwenye chombo cha habari sasa hivi, zingatia matumizi ya kile kifaa cha sauti unachokitumia, zile headphone. Na sisi tunasema kila siku kuna aina ya headphone ni hatari zaidi. Kwa mfano kama headphone ambayo umeivaa, kelele zote zinaelekezwa kwenye sikio. Maana yake inaziba sikio lote, inaelekeza ule mziki wote kwenye sikio. Lakini ukiangalia kuna baadhi ya headphone nyingine zinakupa nafasi, kwa sababu hatutaki ile 100% yote ile mziki uelekezwe kwenye sikio. At least kuna dissipation inasema ya 20%. Okay. Sasa tumefika sehemu ambako 100% yote tunataka ule mziki wote usisikie kinachotokea nje. Sasa hii ni hatari sana kwa sikio. Ndio maana tunasema pia unapokuwa na simu yako au kifaa chochote, unapoongeza sauti unaiona kwamba bwana hapa imeshafika nusu, tunashauri isizidi pale nusu. Lakini pia na muda. Unashauri kitaalamu, unashauri utumie sisi tungeshauri kwa siku usitumie zaidi ya masaa 8 na isizidi zaidi ya nusu. Ndio. Kwa kama unakivaa asubuhi usikivae mpaka jioni, kwa hiyo ni sehemu ya maisha yako. Okay. Kwa mfano sasa hivi nikivaa mpaka saa 4 nikivua haina shida ka? Inategemea sasa umeweka sauti kiasi gani. Maana kwa sababu tutasengua kwa ile temporary threshold shift. Maana kama ya kwangu ikifika saa 4 mimi naivua. Angalia sauti yake kwenye simu yako ya kiasi gani, kwa sababu hiyo ndio determinant. Upande ambao wa kushoto au kulia wa sikio, niliwahi kuona kama upande wa kushoto wanasema ni salama zaidi. Sasa sijui. Hapana. Kwa utaalamu haipo kabisa. Sema tu sisi tumefanya tafiti Muhimbili pale. Kikawaida tunaona zaidi sikio ambalo linaongoza kwa kuathirika ni sikio la kushoto, lakini hakuna scientific basis yoyote inayotuambia hivyo. Lakini hakuna sikio la kulia la kushoto. Na bahati mbaya sana hakuna tatizo zote zinazoonyesha popote unapoweka ni sawa. Siegawa dokta wa kulipa kidogo kidogo. Haya, tunapokamilisha Anet, tusikie pia kwako, hasa umetueleza safari yako na namna pia mpaka sasa umefanikiwa kufikia katika ngazi ya masomo ambayo unaendelea nayo, na ujumbe wako ni upi kwa jamii hasa na kwa siku hii? Anet, bila shaka unatupata? Mimi niseme kwamba ni kweli kinga ni bora kuliko tiba. Ni vizuri jamii iwe na utamaduni au tabia ya kuchunguza afya ya masikio. Kwa nchi kama yetu Tanzania na Afrika kwa ujumla, mambo ya kukagua afya au kufanya vipimo vya uchunguzi wa kabla mapema, tunaona mwamko bado ni mdogo. Kwa hiyo ukipata na tatizo dogo, yani tatizo dogo ukalichukulia kawaida, linaweza kusababisha madhara makubwa. Kwa mfano kwa watu ambao wanatumia hizi headphone, wanakaa kwenye midundo ya miziki mikubwa, wenyewe wanaweza wakaona ni mambo ya kawaida, lakini kwa baadaye inaweza kuletea matatizo makubwa. Sasa hivi tuweze kusikiliza vipindi kama hivi, viweze kuwa vinakuwepo, kuelimisha jamii. Elimu kama hii iweze kutolewa, wataalamu kama hao waweze kukaribishwa na kuweza kuzungumza na kuelezea kuhusiana na afya ya usikivu. Kwa hiyo na pia jamii iweze kufundishwa utamaduni wa kutumia vyakula vya protini, vyakula vya wanga, vyakula vya kulinda mwili. Hivi pia vinaweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine kuepukana na ili tatizo la usikivu. Na pia jamii isifikiri kwamba mtu akipata ili tatizo la usikivu ni kwamba amelogwa au ni kwamba amefanyiwa vitendo na watu. Hapana. Hii ni hali ambayo inaweza ikampata mtu yoyote, na endapo itatokea basi sasa hospitali pameshindikana, basi tunamkaribisha katika ulimwengu wa viziwi kuweza kujifunza lugha ya alama.
Kwa hiyo na tunaelewa kwamba madaktari pia wamezungumza kwamba umri mkubwa pia ni chanzo pia cha mtu kupata usikivu. Asante sana Anet. Na kwa kifupi daktari, awali uligusia na Anet pia amegusia kuhusiana na kupima afya ile ya sikio, lakini imekuwa ni changamoto kwa baadhi ya bima kukubali mtu kwenda tu kama anaonekana haumwi kupima. Sasa unajua kwa kawaida ni kama ilivyo bima nyingi hazilipi cosmetic surgery. Sasa unatakiwa uangalie una bima lakini ni afya yako. Kipi ambacho ni muhimu? Kwa mimi nitasisitiza afya yako. Kwa hata kama ni kuingia mfukoni, watu waingie mfukoni, ndio unachomaanisha. Tu gharama ya x-ray ya kawaida kabisa haizidi shilingi 15,000 ya kifua. Kipimo cha kupima usikivu pale Muhimbili kama huna bima na ni mgonjwa ambaye ni mtu binadamu yote, sio lazima uwe mgonjwa, umekuja kwa rufaa ni shilingi 9,600. Na inabidi uje na rufaa. Hospitali yote ya Muhimbili lazima uje na rufaa kwa sababu huwezi kuja, lakini kuna mpango wa Wizara ya Afya sasa hivi uliopo ambao nafikiri muda si mrefu mtaisikia wizara inaongelea, lakini imesambaza vifaa vya usikivu kwenye hospitali za mikoa kwa ajili ya Tanzania yote. Unaweza kwenda kwenye hospitali ya mkoa ukapima. Nimalizie tu kusema mwaka huu hii siku ya usikivu duniani inaangalia zaidi watoto, ingawa hapa sisi hatukuongelea watoto kwa sababu ndio sehemu kubwa ambako 80% ya watu. Tumesema kwamba tunataka huyu mtoto atoke kwenye jamii aende darasani kwa wote. Ni kwa sababu mtoto anatibika kirahisi, lakini gharama za kumtibu ni rahisi zaidi kuliko ukimwacha. Natoa tu mfano. Pale Muhimbili sisi tunafanya operations za cochlear implant. Kwa sikio moja ni milioni 45. Sikio bandia tunasema. Lakini kifaa cha kusikia sio chini ya kizuri kabisa, sio chini ya milioni 1, ile digital. Sasa hizi gharama zote ungeweza kuziepuka kama ungemfuatilia mtoto na kuhakikisha kwamba afya yake isikii iko vizuri. Kwa ndio maana tunasema usiingie kwenye hizi gharama nyingine kama hizo. Lakini jambo la pili pia unampeleka mtoto kwenye shule nzuri kabisa. Kwa kumalizia sasa hapo daktari. Kwa hiyo hata ule darasani unamwona anakuwa wa mwisho. Kwa ilikuwa naomba wazazi, jamii izingatie afya ya sikio na karibu hospitali muda wote kwa ajili ya kupimwa na kupewa elimu ya jinsi ya kulinda sikio lako. Asante sana. Asante sana daktari. Tunashukuru pia kwa kushiriki na kwa nasi katika mjadala huu. Anet, tunakutakia masomo mema hapo Marekani. Na tunamshukuru sana Anet kwa sababu unajua sasa hivi kwa Washington ni usiku wa manane. Nafikiri kama saa 8 saa 9 hivi usiku kama sijakosea. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kuwa macho mpaka muda huu kutufuatilia na kuchangia. Kabisa. Asante sana Anet, na tunakushukuru pia Dr. Edwin kwa kuungana nasi, lakini Bill Bosco tunakushukuru pia kwa kutusaidia kupata utafsiri mzuri na kuwasiliana pia na Anet. Asante kwako pia kwa kufuatana nasi katika mjadala huu. Tunakamilisha hivyo.